Nyumba yenye vyumba 12 imeteketea kwa moto katika mtaa wa Kiusa Laini, kata ya Kiusa katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, huku watoto wawili wakinusurika baada ya kutambua hatari na kukimbia kutoa taarifa kwa majirani. Kaimu kamanda wa kikosi cha zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomangi, amesema taarifa za moto zimepokelewa majira ya saa 6 mchana na kikosi chake kufika kwa haraka katika eneo hilo. Majira ya saa 6 na dakika 49 tumepokea taarifa ya tukio la moto katika mtaa huu wa Dar es Salaam Street, kata ya Kiusa katika manispaa ya Moshi. Punde tu baada ya kupokea hizo taarifa, wazimamoto waliondoka eneo la tukio, waliondoka katika kituo cha zimamoto na uokoaji Moshi mjini na kufika katika eneo la tukio saa 6 na dakika 59. Mkomangi amebainisha kuwa walilazimika kuongeza magari mengine mawili ya kuzimia moto, kiwemo moja kutoka kiwanda cha sukari cha TPC, hatua iliyosaidia kuzuia moto kuenea katika nyumba nyingine 6 zilizokuwa karibu. Tunashukuru pia wenzetu wa zimamoto wa TPC, pia na wao walikuja kutusaidia kwa kuongeza gari lingine la 3. Kwa hivyo tumefanikiwa kudhibiti moto vizuri na kuokoa nyumba ambazo zilikuwa jirani. Hapa kwa upande wa kushoto hapa kuna nyumba 2 za jirani kabisa ambazo zingeweza kushika moto, lakini pia kwa upande wa kulia kuna takriban nyumba 5 ambazo pia zingeweza kushika moto kwa sababu zilikuwa karibu kama ambavyo mnaona. Kwa upande wa majirani ambao ndo mashuhuda wa tukio hili, wanaeleza jinsi moto ulivyotokea. Baada ya hii nyumba iliyoungua, mimi nakaa nyumba ya 4 pale. Jirani yangu mmoja nilimsikia akipiga kelele ukunga. Ndio nilikuwa najiandaa nataka kuoga baada ya kutoka jumuiya. Kwa hiyo nikawa sasa najiandaa nataka kuoga. Wale niliposikia ukunga, nikawahi kufika hapa kwenye eneo la tukio kwa sababu nyumba 4 pale. Kwa hiyo nilipofika hapa, cha kwanza tukaanza kujitahidi kupiga simu fire kwa sababu nilikuta kuna jirani yangu mmoja, kijana mmoja, bwana mmoja anaitwa Ali, alifika. Alikuwa tayari ameshafika hapa. Aliponiambia anaendelea kupiga simu, nikaona na mimi sipigi tena simu file tusiwachanganye. Kwa hiyo nikachukua uamuzi wa haraka kwa sababu niliona moto ule tayari unaanza kuchanganya. Nikachukua pikipiki, nikakimbia nikaenda polisi nikaripoti. Nikatoka polisi ndo nikawa nafuata fire sasa kule majengo. Kwa hiyo kwa bahati nzuri nilipotoa ripoti polisi nao walikuwa wanaangalia kutafuta simu. Kwa hiyo wakawa tayari washapiga simu. Nilipofika pale mimi nikakutana na fire nayo ndio inatoka majengo pale fire. Kwa hiyo ndo nikakaa mbele, nikaanza kuielekeza mpaka eneo la tukio. Jirani hapo. Sasa tumekaa hapo nje, akaja mtoto. Akasema kuna moto kule kwetu. Sisi tukatoka hapo, tukaenda kufika moto umeshawaka kile chumba cha chini kile ambacho kila mtu, nyumba haina mtoto mmoja. Moto umewaka, chukua maji, mila maji, mwanga. Kumbe nyumba imeshasambaa nyumba nzima. Basi kaka akaleta fire yake ndogo akapiga ule moto ukuwaka. Mwenyekiti ndo akaja akapiga simu fire. Moto ulipozidi mtu aliamsha hata kitu kimoja. Zote vimeungua vyote. Baba yake mwenye chumba hiki hapa alikuja, aliingia na kutoka akashindwa kutoa kitu chochote. Tukamwambia usiingie kwenye moto, kaa pembeni. Basi akakaa pembeni, nyumba ikaendelea kuungua na mwisho fire ilikuja ikazima moto. Hata hivyo, mpaka sasa chanzo cha moto huo bado hakijajulikana, huku jeshi la polisi la zimamoto na uokoaji likiendelea kufanyia uchunguzi ili kugundua chanzo cha moto huo.